Kutokea katika taifa la Angola ambako wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamejikita kambi katika sehemu ya maandalizi makubwa ambayo wanajiweka katika usawa aina yake kuelekea katika sehemu ya kukamilisha ratiba na kuzihitaji alama 6 ambazo zimesalia katika michezo miwili katika upande huo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kile ambacho tayari kipo mezani zaidi. Mnyama mwituni jana ametua katika taifa la Angola mnamo majira ya mchana, then baada ya kutua kikosi kikaanza mara moja maandalizi na mazoezi ya moja kwa moja katika taifa hilo. Ni jukumu ambalo Simba hapo nalo kuhakikisha kwamba wanapata ushindi katika mchezo wao dhidi ya timu ya Petro Atletico ya kutokea nchini humo, na yote kwa yote ni wakati ambao kila mmoja katika nafasi yake anaisubiri kutazama, je, wekundu hawa Msimba Simba watafanya nini, watatupatia nini, wataonyesha nini katika upande huo. Yote kwa yote ni heri na ni jambo la kuhakikisha timu inakuwa katika top performance as well as possible. So mnyama mwituni katika upande huo wanatazama kila ambacho kipo mezani katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Bwana coach wa Simba Steve Baka baada ya timu yake kushiriki na kufanya mazoezi yake ya kwanza nchini humo kwa maana nchini Morocco, tayari katazama wachezaji ambao ana uwezo wa kuwatumia katika mchezo huu na akamfuatia kile ambacho anakwenda kunufaika nacho. Moja ya jambo kubwa ni Simba kupata nafasi ya kusajili baadhi ya wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo ambao coach anawatumia kama mtaji wake mkubwa, na bado anaamini ya kwamba kuna kitu cha ziada wanaweza wakamfanyia. Simba sio kwamba hawana cha kupoteza, kwa maana ya kwamba safari yao kwenye upande wa CAF Champions League tayari imehitimika. No, mnyama mwituni bado anayo safari nzuri ya kufanya mazuri na kusogea katika hatua inayofuata, lakini it depends atapata nini, kwa sababu moja, Simba wanahitaji wasimalize nafasi ya mwisho. Hiyo ni moja ya sababu kubwa ambayo unaitazama kuelekea katika mchezo huu, inachukuliwa kama fact. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini the second reason au sababu ya pili ni upande wa Simba wanachokihitaji tena ni kuhakikisha kwamba wanazikusanya alama 6 zilizosalia kwenye mikono yao, ikiwemo mchezo huu wa Petro ambao wanaanza nao kwa bara ushindi, kwa sababu moja, Simba anaitafuta nafasi ya 3. Hilo ulijue na ulitambue. Sababu ya Simba kuhitaji na kuitafuta nafasi ya 3 ni upande wake akiwa na matumaini ya kwamba if akifanikiwa kupata ushindi katika mechi hii akamfunga Petro, Simba atakuwa na idadi ya alama 4, wakati Petro atakuwa na idadi ya alama takriban 5. So tofauti yao itakuwa ni alama 1. Then Simba atamuombea Petro mechi yake ya mwisho ambayo anakwenda ugenini nchini Tunisia, aidha apate sare au aweze kupoteza, then yeye Simba amfunge Stade Malien nyumbani kwake. Na maana Simba anakwenda kumaliza mechi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. So mechi ya mwisho Stade Malien na Simba anapaswa kupata ushindi ili afikishe alama 6. Simba akishinda atafikisha alama 7, then upande huo Stade Malien kisha poteza adazame matokeo ya mchezo huu kati ya Esperance pamoja na upande wa Petro amepoteza au amepata sare, ili Simba amalize katika nafasi ya 3. Ikumbukwe CAF wanapanga zile ranking kwa mjibu wa makundi. Baada ya hatua makundi kukamilika, zile timu ambazo zimesogea eneo la juu kuna point wanaongeza, lakini aliyemaliza nafasi ya 3 kuna point anaongeza, na aliyemaliza nafasi ya mwisho kuna point ambazo moja kwa moja zinakuwa zinaonekana katika upande wake. So Simba anaamini kumaliza nafasi ya 3 kuna kitu kinakwenda kuongezeka upande wake. Kumbuka Simba kwa ranking zilizopo unashika kwa sasa wapo nafasi ya 6 katika upande wa CAF ranking. So wanahitaji warao kumaintain nafasi yao, au wakisogea basi wasogee katika nafasi ya 7 baada ya kutokuwa na performance nzuri zaidi katika michuano hii. Sasa kocha ametangaza kikosi chake na rotation kubwa ambayo ameitangaza. Tudazabe probably ya hawa wachezaji 11 ambao anaingia nao, akiwemo Ino Jospin Roemba ambaye tutakwenda kutazama his face to debut, akiwemo Ismail Olivier Toure mechi yake ya kwanza akiwa anapata nafasi ya kwanza, japo mechi nyingine
alikuwa anacheza kwa muda mfupi akiwa anatokea bench. Sasa mechi hii kutokuwepo kwa Wilson Nangu moja kwa moja kunampatia nafasi ya moja kwa moja. Kikosi cha Simba, goalkeeper tupo na Jibril Kasar Dribo Tanja, moja makipa bora ambao wamethibitisha ubora wake ndani ya Simba. Ubora wake hauhitaji maelezo wala maelekezo kwenye hichi ambacho anakifanya Jibril Kasar Dribo Tanja. Fullback right tupo na Show Me The Way Shomari Kapombe, ndiye anacheza kama beki namba 2 kuhakikisha kwamba timu pia inakuwa katika top performance ya hali ya juu. Tatu ni Nixon Kirebet Kibabage. Nixon Kibabage anacheza kama beki namba 3 kuhakikisha kwamba pia timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu. Mabeki wawili wakati tupo na Rushin Deluk. Rushin Deluk anacheza kama beki namba 4, wakati ambao beki nambari 5 tupo na Ismail Olivier Toure. Ismail Olivier Toure ni first debut au mechi yake ya kwanza ambaye anakwenda kucheza kesho kutwa mnyama mwituni dhidi ya Petro Atletico, ikiwa ni mechi yake ya kwanza kuanza kwenye kikosi cha Simba. Ni wakati ambao Nangu tayari amepata majeraha katika upande huo. 6 tupo na Yusuf Kagoma, kiungo katili, kiungo bamia. Yusuf Kagoma anaendelea kuaminiwa na kutumainiwa pia katika mechi hii. 7 tupo na Ribase Gay. Ribase Gay ndiye anacheza kama namba 7, moja pia ya winga bora ambao Simba wamempata katika upande wake kutokea Tenguete FC ya kutokea nchini kwao Senegal. Nambari 8 tupo na Morris Abraham. Morris Abraham ndiye anacheza kama namba 8 pia kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika performance ya hali ya juu na pia timu inakuwa katika ubora mkubwa zaidi uliotukuka. Then tukija katika upande wa namba 9 tupo na Jonathan Soa. Soa kwenye mechi ndiye kaanzishwa au ndiye anakwenda kuanzishwa kucheza kama namba 9 kwenye safu ya ushambuliaji baada ya mechi iliyopita kutokuwa amepata nafasi. Nafasi ya namba 10 tupo na Mwamba Ino Josephine Roemba. Josephine Roemba first debut, mechi yake ya kwanza probably moja usaja bara kwenda kuanza moja kwa moja kuonesha ubora, ukomavu, weledi na mengi zaidi ambayo tayari pia yanaonekana katika nafasi hiyo. So Josephine Roemba ndiye ambaye anacheza kama nambari 10 katika mchezo huu. Then 11 yanawaliza Anicet Oura ndiye ambaye anahitimisha na kukamilisha idadi ya nyota 11 ambao Steve Baka anakwenda kutumia mechi yake dhidi ya Petro Atletico. Mechi ya Simba wanahitaji kupata ushindi au kuweza kupata sare ambayo itakuwa sio muhimu upande wao, lakini kama watapata ushindi itakuwa ni matokeo muhimu na matokeo mazuri zaidi upande wao kutafuta nafasi ya 3 ambayo wanahitaji ili kuzidi kuwa katika ranking nzuri zaidi upande wa CAF baada ya Simba kucheza kwa kukamilisha ratiba kwa sasa katika nafasi. Tupia comment yako, hakikisha umesubscribe ili kuanza kuzidi kunufaika na kuzipata taarifa zote kwa kila. Hii ni Mbili TV, chaguo la wengi.